Devils wanakabiliwa na mwanzo mwingine mgumu chini ya kocha mwingine mpya. Huyu si mwingine bali ni Michael Carrick. Ratiba inatuonyesha michezo mitano ijayo itakuwa haina muda wa kumpa Michael Carrick na wenzake muda wa kuingia taratibu ama kuanza kujifunza taratibu. Moja kwa moja naweza nikasema wanakwenda kubatizwa kwa moto kwa ratiba namna ilivyo. Mechi yao ya kwanza itakuwa ni mechi ya derby ya City of Manchester. Manchester United dhidi ya Manchester City. Huu ni mtihani mkubwa sana kwa Michael Carrick na benchi lake la ufundi, lakini pia kwa wachezaji ambao watahitajika kuthibitisha ubora wao dhidi ya wapinzani ambao wamekuwa bora kwa miaka karibuni kutoka kwenye jiji moja la Manchester. Lakini baada ya hapo United itakuwa na safari nyingine ndefu kidogo kuelekea London kwa kabili vinara wa ligi washika mitutu wa London Arsenal, ambao wao wamekuwa na wakati bora sana. Hii ni mechi muhimu na mechi ngumu kwa Manchester na mechi ngumu kwa Michael Carrick pamoja na benchi lake la ufundi. Arsenal wamekuwa na season nzuri na wao ndio vinara wa ligi. Itahitajika nidhamu kubwa hapa ili kuonyesha ubora wa Michael Carrick kukabiliana na mechi ngumu. Baada ya hapo watakuwa wanarejea Old Trafford wakicheza michezo miwili. Mchezo wa kwanza dhidi ya Fulham na baadaye Tottenham Hotspur itakuwa ni mechi ya pili. Hapa angalau kidogo labda mashabiki wanaweza kuona maana halisi ya mabadiliko chini ya Michael Carrick na namna ambavyo wanaweza kuhandle mechi ambazo angalau teams zitakuwa zinakabiliana kati na kati. Ratiba ya mechi ya tano itakwenda atasafiri tena kurejea London dhidi ya West Ham, na hii inaonekana namna ambavyo ratiba huenda ikawa ni ngumu kwake. Hii ni michezo mitano ya kwanza chini ya kocha mpya Michael Carrick baada ya kuondoshwa kwa Ruben Amorim. Kifupi, mechi tano hizi zitatuonyesha je, Carrick yuko tayari kiasi gani kuiongoza United mpaka mwishoni mwa msimu kabla ya timu kupewa mtu mwingine, ama kama atafanya vizuri anaweza kaendelea kuiongoza timu. Unafikiri Chuck Norris, Michael Carrick anaweza kuibeba Manchester mabegani mwake? Niandikie maoni yako hapo chini.